Khairia Online TV, kisima cha maarifa na burudani. Basi stendi tumekwenda kwa huzuni kubwa sana, tumekwenda kwa masikitiko makubwa sana kwamba sisi kama halmashauri tulipokea barua kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa, ofisi ambayo barua ambayo iliandikwa na katibu tawala wa mkoa, barua ambayo ilitaka halmashauri kwa pamoja kwa njia zote tuhamishe kituo cha basi stendi kirudi zake Kange. Na bahati nzuri barua ile na maelekezo ya halmashauri zote zilizo katika mkoa wa Tanga, kitu ambacho sisi kama halmashauri tulikaa, mimi binafsi kwa maana nilikaa na wawezeshaji, kwa maana wasafirishaji, nilikaa na vyombo vya serikali kwa maana LATRA, MUATA, jeshi la polisi kwa maana trafiki, kufanya maazimio ya pamoja. Na hatimaye uongozi wa wasafirishaji TABOA tulikwenda mpaka basi stendi kuangalia mapungufu na marekebisho ambayo yanaweza kufanyika. Tukajitahidi katika hilo, tukafanya maazimio, tukafanya matangazo kwa pamoja, tukishirikiana na wamiliki wa mabasi yale kwamba itakapofika tarehe 15 mwezi wa 7 zoezi lile la kuhamisha mabasi kwenda Kange litaanza. Tangazo hili limetoka ndani ya wiki 2, halmashauri ikipoteza gharama za matangazo, ikipoteza gari za matangazo, na vile vile ikipoteza nguvu kazi na fedha za halmashauri katika kutangaza hili. Cha ajabu na kusikitisha, ilipofika tarehe 15 ya mwezi wa 7, mimi mwenyewe kama mstegemea nilisimamia zoezi la kutoa mabasi katikati ya mji. Cha kusikitisha zaidi, nakuja pata taarifa kwa kusikia na watendaji wangu wa halmashauri mnamo saa 10 jioni nikiwa safarini kuelekea Dar es Salaam kwamba wamekatazwa na wameondolewa, kwamba hakuna lazima wala hakuna haja ya kuendelea na zoezi lile. Kwa hiyo zoezi lile likome mara moja. Kilichonisikitisha sana ni kwamba mimi kama kiongozi wa halmashauri sikushirikishwa katika maamuzi ya kusitisha zoezi lile. Kwa hiyo inaonekana mimi kama mstahiki meya sina nguvu, sina mamlaka, wala halmashauri haina mamlaka wala ina nguvu. Isipokuwa kuna watu wachache wenye mamlaka, kwa maana wakiongozwa na baadhi ya wafanyabiashara wenye uwezo na viongozi wasioitakia mema halmashauri jiji la Tanga kutoa maamuzi ambayo yanakinzana na baraza la madiwani. Kwa hiyo mimi nitoe rai tu viongozi wanaohusika wajue kabisa kwamba halmashauri ni muhimili kama mihimili mingine. Halmashauri na mamlaka zake, halmashauri iko chini kwa mujibu wa sheria za uundwaji wa serikali. Kwa hiyo ipo haja ya kuheshimiana maamuzi ili tusiingie ndani ya migogoro isiyokuwa na tija. Lengo na mazungumzo ya Mheshimiwa Rais ni kuleta tabasamu kwa wananchi wote wa Tanzania nzima. Kwa hiyo tunapofanya maamuzi haya ya kuhamisha basi stendi moja, tunakwenda kusimamia kodi za wananchi ambao ndani yake zitaleta miradi ya maendeleo. Cha kusikitisha zaidi, yanafanyika maamuzi ya kuondoa basi stendi bila maelekezo ya barua, bila maelekezo yoyote, isipokuwa ni mtu tu kwa utashi wake anafanya maamuzi ya mdomo, kitu ambacho mimi binafsi sijakipenda kabisa na baraza langu la madiwani hawajakipenda kabisa. Hatuhitaji kuingia katika migogoro, tunahitaji kufanya kazi kwa pamoja, kwa sababu wote sisi tunajenga halmashauri inaongozwa na mama yetu mtukufu Rais wetu Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo mimi nitoe rai sana, wafanyabiashara hawa wanajidanganya, na kama kuna mtu anawadanganya waendelee kumsikiliza, lakini sisi tusimamia. Na maamuzi yetu leo katika baraza letu au katika kikao chetu cha kamati ya fedha, tumeamua hakuna haja ya kuwa na basi stendi, na pale basi stendi tutakwenda kugeuza kuwa kituo cha maroli, yani kwa maana kwamba tutapaki road parking ili mabasi yote yarudi stendi kwa maelekezo ya viongozi waliotoa maelekezo hayo. Je, unatafuta chuo bora kitakachokupa elimu yenye ubora, maarifa ya vitendo na kukuandaa kwa ajira au kujiajiri? Hii ndio fursa yako. Mkuu wa chuo cha kilimo na mifugo Kachenje Training Institute anawatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na 6 pamoja na vijana wenye shauku ya kujifunza kuwa nafasi za masomo kwa mwaka mpya wa masomo sasa zimefunguliwa rasmi. Kachenje Training Institute ni chuo kinachotoa mafunzo bora katika sekta ya kilimo na mifugo, kuzingatia elimu ya nadharia na vitendo ili kuandaa wanafunzi kuwa wataalamu mahiri na wazalishaji wa kisasa. Chuo kipo mkoa wa Kilimanjaro, wilaya Same, kijiji cha Makanya, kikiwa karibu kabisa na barabara kuu ya mabasi ya Dar es Salaam na Arusha, hivyo ni rahisi kufikika kutoka maeneo mbalimbali nchini. Usikose nafasi hii adhimu ya kujijengea maisha bora kupitia elimu yenye tija. Masomo yataanza rasmi mwezi Septemba, hivyo wahi kujiandikisha mapema kwani nafasi ni chache. Kwa mawasiliano na usajili, wasiliana nasi kupitia email admin@kachenje.ac.tz au 0713331986. Kachenje Training Institute tunawakaribisha kwa maarifa na ujuzi.